Putin anapendekeza Ukraine iwekwe chini ya utawala wa muda wa Umoja wa Mataifa. Na jeshi la Sudan latangaza kukamata mji mkuu wa Khartoum. Habari kamili. Bangkok. Jumba la ghorofa 30 lililokuwa likijengwa kwa ajili ya ofisi za serikali limeporomoka mjini Bangkok, Thailand hii leo na kuwanasa wafanyakazi 43. Hayo yamesemwa na polisi na madaktari baada ya mji huo kutikiswa na tetemeko kubwa la ardhi. Kwa mujibu wa taasisi ya utafiti wa kijiolojia ya Marekani USGS, ni kwamba tetemeko hilo kubwa la ardhi la ukubwa wa kipimo cha Richter 7.7 limesababisha daraja na majengo kadhaa kuanguka katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia. Mji wa Bangkok kulitikiswa kadhaa na tetemeko hilo na kusababisha watu kutoka nje ya nyumba zao kwa hofu, huku katika miji mingine watu walikuwa mitaani na maelfu ya wengine wakikimbia. Watu wa misaada walimwagwa barabarani mara moja kuelekeza watu kutoka nje ya nyumba zao na kwenda kwenye maeneo ya wazi, huku wagonjwa nao wakitolewa hospitalini na kuwekwa nje. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amependekeza kuwepo kwa utawala wa muda wa Umoja wa Mataifa katika siku zijazo nchini Ukraine ili kuruhusu uchaguzi mpya na kutiwa saini kwa makubaliano muhimu kwa lengo la kufikia suluhu ya vita. Alipokuwa akizungumza katika mji wa kaskazini magharibi wa Murmansk kuhusu utawala wa mpito wa Ukraine, Putin amesema hatua ya kukubali uwezekano wa kuanzisha utawala wa mpito nchini Ukraine itapisha kufanyika uchaguzi wa kidemokrasia, kuleta madarakani serikali yenye uwezo ambayo inaaminiwa na wananchi, na kisha kuanza mazungumzo nao juu ya mkataba wa amani, kusaini hati halali ambazo zitatambuliwa ulimwenguni kote na zitakuwa za kuaminika na thabiti. Hii ni moja tu ya njia tunayoweza kuifuata. Kwa sasa Urusi iko katika mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani ya usitishaji wa vita kati yake na Ukraine baada ya mapigano ya zaidi ya miaka mitatu, huku nchi za Ulaya zikiwa zimekutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky nchini Ufaransa kuzungumzia msaada zaidi kwa nchi hiyo na hatua zinazopaswa kufanyika. Khartoum. Jeshi la Sudan limesema limefanikiwa kudhibiti mji mkuu wa Khartoum baada ya karibu miaka miwili chini ya upiganaji wa kundi la wanamgambo wa RSF na kuhitimisha mapigano ya wiki moja ambayo yalishuhudia kuirejesha tena ikulu ya rais, uwanja wa ndege na maeneo mengine ya kimkakati. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la Sudan Nabil Abdullah ni kwamba vikosi vya jeshi hilo vimewafurushia wapiganaji wa RSF wanaoongozwa na Mohamed Hamdan Daglo na kuondoa katika maeneo ya mji mkuu wa Khartoum. Siku ya Jumatano, mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan alitangaza kwamba mashambulizi ya hivi karibuni yamefanikiwa kurejesha mji mkuu baada ya kushindwa kwa majaribio kama hayo kwa mfululizo katika kipindi cha mwaka mmoja na nusu. Vita hivyo vya tangu Aprili mwaka 2023 vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea zaidi ya watu milioni 12 kuihama makazi yao na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu kuwahi kurekodiwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Tel Aviv. Jeshi la Israel limesema leo kwamba mifumo yake ya anga imeyanasa makombora mawili yaliyolenga kaskazini mwa Israel kutoka mwelekeo wa Lebanon. Msemaji wa jeshi la Israel wa lugha ya Kiarabu Avichai Adre ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba kombora moja limnaswa na lingine likianguka ndani ya eneo la mpaka wa Lebanon. Vyanzo vya usalama vya Lebanon pia vimethibitisha kusikia milipuko miwili mikubwa kusini mwa nchi hiyo. Wakati huo sauti za ving'ora vya tahadhari zikisikika katika maeneo ya kaskazini mwa Israel. Usitishaji mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran ulianza kutekelezwa tangu mwezi Novemba mwaka uliopita, lakini chini ya masharti ya kusitisha mapigano, wanajeshi wa Israel wanatakiwa kujiondoa kabisa kutoka kusini mwa Lebanon. Lakini hata hivyo, vikosi vya Israel bado vimesalia katika vituo vyake vya mpakani na serikali ya Lebanon inaona kwamba hatua hiyo ni ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Na hatimaye Tehran. Maelfu ya waandamanaji wameingia barabarani katika mitaa ya mji mkuu wa Tehran wa Iran hii leo na kuonyesha uungaji mkono kwa Wapalestina,
huku kiongozi wao mkuu Ayatollah Ali Khamenei akiwataka watu wa Iran kuandamana dhidi ya kile alichokiita hila za maadui. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP ni kwamba umati wa watu walipeperusha bendera za Iran na Palestina pamoja na zile za kundi la wanamgambo wa Lebanon wa Hezbollah, wakiwa na mabango ya kuikejeli Marekani na Israel. Mamlaka ilitoa wito wa Iran kujitokeza kwa nguvu kwa ajili ya maandamano dhidi ya Israel, ambayo inamtaja kama adui mkubwa wa Iran, ambaye haimtambui na ambaye inataja kuwa ni yenye utawala wa Kizayuni. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Na shukran sana Suleiman kwa taarifa hiyo ya habari. Miongoni mwa wale tuliokuandalia mchana wa leo, mfuatiliaji wetu, ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa la ujadili mzozo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Umoja wa Mataifa waonya juu ya kukamatwa kwa makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini, na juhudi mbalimbali zinaendeshwa na Marekani na China kujaribu kutafutia suluhu mzozo wa Urusi na Ukraine. Kumbuka pia tunapatikana live katika ukurasa wetu wa Facebook na pia YouTube, tafuta tu DW Kiswahili, na pia unaweza kutuachia ujumbe wako pia katika ukurasa wetu wa Instagram. Baadaye nitaweza kusomea hapa studioni. Kukukumbusha tu kwamba katika sehemu yetu ya mjadala hii leo tutaangazia mzigo wa deni la taifa nchini Kenya. Lakini kabla ya yote ni kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limekutana na kuijadili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yanajiri wakati jeshi la nchi hiyo limelishtumu kundi la M23 kwa kujiimarisha katika mji wa Walikale waliokuwa wameahidi kuondoka. Mwenzangu Silvia Mwehozi amefuatilia mkutano huo na ametuandalia ifuatayo. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo Bintu Keita amesema waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda sasa wanadhibiti sehemu kubwa za mashariki mwa Kongo katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini, na wanatishia kupanua mashambulizi yao katika majimbo mawili jirani ya magharibi. Afisa huyo anayeongoza ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo unaojulikana kama MONUSCO aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchambuzi uliofanywa na wataalamu ulibaini kuwa majimbo hayo mawili yanaweza kufuata katika mashambulizi ya M23. Today AFC M23 controls. Leo AFC M23 inadhibiti sehemu kubwa za majimbo yote mawili, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na inatishia kujitanua katika majimbo ya Chopo na Manyema. Hivi karibuni AFC M23 pia iliendelea kusimika utawala, ikiteua gavana na makamu gavana wawili na meya huko Bukavu, Kivu Kusini. In Bukavu in South Kivu. Katika maelezo yake kwa Baraza la Usalama juu ya kile alichokiita hali ya kutisha nchini Kongo, Keita amehusisha hatua ya M23 ya kusimika utawala kama ishara nyingine ya uhusiano wa migogoro ya miongo kadhaa mashariki mwa Kongo na unyonyaji wa utajiri wake wa madini. Mwakilishi huyo maalum wa Umoja wa Mataifa pia aligusia hali ya kibinadamu kwa maelfu ya Wakongomani wanaokimbia mashambulizi ya M23, akisema hali ya binadamu inazidi kuwa mbaya zaidi. Licha ya juhudi za kikanda na kimataifa, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya hivi karibuni kati ya marais wa Kongo na Rwanda nchini Qatar, Keita alisema wito uliotolewa wa usitishaji mapigano mara moja na bila masharti bado haujatekelezwa. Ametoa wito wa kuteuliwa haraka kwa mpatanishi wa Umoja wa Afrika ili kuongoza juhudi za kusitisha mapigano. M23 ni mojawapo ya makundi yapatayo 100 yaliyo na silaha ambayo yamekuwa yakipigania eneo lenye utajiri wa madini mashariki mwa Kongo karibu na mpaka na Rwanda. Katika kikao hicho, balozi wa Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngai alishtumu Rwanda kwa kutozingatia usitishaji mapigano na kusema serikali yake inaendelea kujitolea kikamilifu na ina imani katika mchakato wowote wa amani unaoungwa mkono na Umoja wa Afrika kuleta suluhu ya kisiasa katika mzozo huo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa Rwanda Oliver Nduhungire hakuthibitisha kuwepo kwa wanajeshi wa Rwanda nchini Kongo, lakini alisema hatua za ulinzi za nchi hiyo zitasalia mpaka kuwepo na mfumo wa kuaminika wa dhamana ya usalama ya muda mrefu kwenye mpaka na Kongo. Wakati huo huo, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeeleza kwamba Kongo inakabiliwa na janga kubwa zaidi la njaa kuwahi kutokea,
huku watu milioni 27.7 wakiwa katika uhaba mkubwa wa chakula. Mgogoro wa chakula unachochewa na kuongezeka kwa kasi kwa ghasia na kukosekana kwa utulivu mashariki mwa Kongo, ambayo imesababisha watu wengi kuhama makazi, kuvuruga biashara na kupooza kwa mifumo ya kibenki. Asante sana Silvia Mwehozi kwa ripoti hiyo. Umoja wa Mataifa umeonya juu ya kukamatwa kwa makamu wa kwanza rais wa Sudan Kusini. Umesema hali hiyo inaweza kulirudisha taifa hilo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na ili kusuluhisha mzozo wa Sudan Kusini, Kenya imempeleka waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kujaribu kuzipatanisha pande zinazozozana. Zainab Aziz na ripoti kamili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameelezea wasiwasi wake kuhusu matukio ya nchini Sudan Kusini. Kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric, katibu mkuu anafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya nchini Sudan Kusini kutokana na vikosi vinavyomtii Rais Salva Kiir kumkamata na kumweka kizuizini makamu wa kwanza wa rais Riek Machar. Dujarric amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amewataka viongozi wa Sudan Kusini kutatua matatizo yao kwa kuzingatia na kuyaweka mbele maslahi ya wananchi wa Sudan Kusini. Upinzani nchini humo unasema makubaliano ya amani yamesambaratika baada ya kiongozi wao kukamatwa na kuwekwa kizuizini. Wananchi kwa upande wao wanasema wanataka kuona makubaliano ya amani yanarejeshwa, kama anavyosema mwananchi huyu anaitwa Samuel Laku. Kama raia, naona matatizo yanayoendelea hapa Sudan Kusini yanatuathiri na kutudhuru sisi raia. Tumechoshwa na vita vya miaka mingi. Kwa kweli watu wa Sudan Kusini wamemwaga damu nyingi. Wakati huo huo, Kenya inampeleka waziri mkuu wa zamani Raila Odinga nchini Sudan Kusini kama mjumbe maalum ili kusaidia kuutuliza mzozo unaoshamiri kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake wa kwanza Riek Machar. Hali ya mgogoro uliopo inatishia kuirudisha Sudan Kusini kwenye vita. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye ni mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, amesema amezungumza na Rais Salva Kiir kuhusu kuzuiliwa kwa Machar. Msemaji wa Odinga, Dennis Onyango, amethibitisha kuwa waziri mkuu huyo wa zamani atasafiri hii leo kwenda Juba. Ruto pia amesema ameshauriana na rais wa Uganda Yoweri Museveni, ambaye serikali yake ilipeleka wanajeshi mnamo mwezi huu huko nchini Sudan Kusini baada ya kuombwa na serikali ya nchi hiyo. Na vile vile waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye nchi yake imekuwa mwenyeji wa Sudan Kusini katika mazungumzo ya amani hapo awali. Machar na Kiir ni wapinzani wa muda mrefu ambao waliingia mkataba wa kugawana madaraka mnamo mwaka 2018 ambao umekuwa ukivurugika taratibu na kuhatarisha kuirejesha nchi hiyo kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vimesababisha vifo vya takriban watu 400,000. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo.